هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bado tuko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Leo ni siku ya 16, ni funga ya 16 na ni funga ya 17 kwa wale ambao waliowahi kufunga, na wale ambao waliochelewa kufunga basi ni funga ya 16. Lakini umuman bado tuko katika masiku yale matukufu bora ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Katika darasa langu lililopita nilizungumzia mambo mawili, nikizungumzia al-istighfar, nikizungumzia ad-dua. Lakini bado tutaendelea kuzungumzia suala la pili ambalo ni dua, kwa sababu leo hii tuko katika mapambano ya ulimwengu, mapambano ya dunia, na dunia kwa sasa inahitajia dua, inahitajia silaha, inahitajia kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kulingana na wadhi ambao uliokuwa ulimwenguni leo hii. Kwa sababu al-Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam, ambaye ni mmoja katika maswahaba wakubwa wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, bali ni babu madinati ilmi Rasulillah, bali ni mlango wa elimu ya mtume wa Mwenyezi Mungu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, akiwaambia maswahaba zake, akiwaambia wafuasi wake, akiwaambia shia wake na wale ambao wanaomzunguka miongoni mwa watu ambao wanaochukua ilmu kutoka kwake. Fakhruddin Razi, mmoja katika wafasiri wakubwa wa Qur'an, anazungumza kuhusiana na al-Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam, akisema ya kwamba faman iqtada aliyan fi dinihi faqad ihtada, yule ambaye atakayemfuata Ali bin Abi Talib katika dini yake, katika mwenendo wake, basi atakuwa ameongoka, akitolea ushahidi wa maneno ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipokuwa akimwombea dua al-Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam, na kusema kwamba Allahumma adri al-haqqa ma Ali haythu dara, Mwenyezi Mungu izungushe haki, iweke haki na Ali popote pale ambapo anapokuwa, kuonesha umuhimu wa Ali bin Abi Talib katika Uislamu. Na alizungumza maneno haya Fakhruddin Razi pindi pale ambapo Waislamu walipokuwa wakifanya mjadala na mazungumzo na fatwa mbalimbali kuhusiana na masala ya basmala, akitoa ushahidi ya kwamba Ali bin Abi Talib alikuwa akidhihirisha basmala katika swala. Kisha akasema ya kwamba kwa mtazamo huu, yule ambaye atakayefanya alivyofanya Ali,
akafuata alivyofuata Ali, basi atakuwa ameongoka, kuonesha umuhimu na ubora wa Ali bin Abi Talib katika umma wa Kiislamu. Al-Imamu Sadiq alayhi salam anasema ya kwamba qala amirul mu'minina Ali ibn Abi Talib, amesema kiongozi wa waumini Ali ibn Abi Talib akiwaambia maswahaba zake, akiwaambia watu, alaikum fi shahri Ramadan bikathrati al-istighfari wad-du'a, ni juu yenu mnatakiwa mfanye katika mwezi wa Ramadhan istighfar, kumuomba msamaha Mwenyezi Mungu sana na kuomba dua sana ndani ya mwezi wa Ramadhan. Kisha akasema fa amma dua fayadfa'u bihi au fayudfa'u bihi ankum albala, kwa kusoma dua basi mtaondosheweni au itaondoshwa kwenu nyinyi mabala, hamtopatwa na mabala kwa kusoma dua. Wa amma al-istighfar fayamha dhunubakum, inafuta madhambi yenu. Leo katika ulimwengu ambao tuliyekuweko nao, katika matukio ambayo tunayoona yanayotembea ulimwenguni, ni matukio ambayo bila shaka yanahitaji kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili kuondosha balaa ambazo tunaziona zinazotembea katika ulimwengu leo hii. Vitu kuwa bei ya juu kutokana na matukio ambayo yanayotokea ulimwenguni, ni masala ya kuhitajia dua kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili maisha yaweze kuwa ni mepesi. Hii ni balaa. Lanabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin. Tutawatahinini kwa hofu, bishay'in min al-khawfi wal-ju'i, na kwa njaa pia, wa naqsin min al-amwali wath-thamarat, na kuwapunguzieni mali mlizokuwa nazo zikawa ni chache, mazao mliokuwa nayo hamjapata ni mengi mkapata machache. Mahindi yametoka sivyo ulivyokuwa ukitarajia, mpunga umetoka sivyo ulivyokuwa ukitarajia, lakini Mwenyezi Mungu anasema wabashshiris sabirin. Lakini yote haya yanahitajia subira, kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika mwezi huu wa Ramadhan na katika hali tuliyokuwa nayo leo hii, Waislamu na wasiokuwa Waislamu, bila shaka tunahitajia msaada wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ili kuweza kutoka katika hali ambayo ulimwengu unategemea kwenda kufikia hali hiyo. Sasa nimetangulia kusoma aya. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwamba innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, hakika wale ambao wanaofanya kibri kuniomba mimi, kuniabudu mimi, basi wataingia motoni kwa udhalili na fedheha kubwa. Al-Imamu As-Sadiq alayhi salam, Al-Imam Abu Ja'far Al-Baqir alayhi salam anasema kwamba qala inna Allah azza wa jalla yaqul innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Qala ad-du'a yastakbiruna an du'a'i llah, ambao hawamuombi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala,
hawa watu ambao hawamuombi Mwenyezi Mungu, hawapeleki vilio vyao kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi wataingia katika moto wa Jahannam hali ya kuwa ni wenye kufedheheka na wenye kuwa ni wadhalili. Waqala al-Imam aidan wa afdalul ibada ad-du'a, bora ya ibada ni dua, ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ibada ambayo iliyokuwa bora ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kusoma dua. Kisha akasema al-Imam, akasema rawi ambaye ni Zurara, akasema qultu inna Ibrahima la awwahun halim. Imamu akamwambia al-awwahu yani ad-da'au, yani mwenye kuomba sana, mwenye kuomba dua sana. Al-awwahu bimaana da'au, yani mwenye kuomba dua sana. Hivi ndivyo ambavyo alivyokuwa Ibrahim alayhi salam. Wal Imam Ridha alayhi salam akiwaambia masahaba zake, akiwaambia wafuasi wake, imamu wa 8, alaikum bisilahil anbiya, shikamaneni na silaha ya manabii. Silahul awliya ni silaha ya watu ambao waliokuwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Masahaba zake wakamuuliza, wama silahul anbiya ya ibn rasulillah, iyo silahul anbiya ni ipi ewe mtoto wa mtume wa Mwenyezi Mungu? Qala silahul anbiya ad-du'a, silahu ya manabii ni dua, ni kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Al-anbiya kanu yatamassakuna bid-du'a, walikuwa wakishikamana na dua na maombi kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakadhalika maimamu pia wanatufunza ya kwamba wao pia walikuwa ni mstari wa mbele katika masala ya dua. Paka baadhi ya maimamu katika tablighi yao na kazi yao ilikuwa ni dua. Al-Imamu Zainul Abidin akifahamika ya kwamba ndiye ambaye alikuwa akitumia usulubu wa dua katika kuwalingania watu kuingia katika dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Usulubu wake ulikuwa ni wa dua. Alikuwa akiwafundisha watu dua, namna ya kumlilia na kumnyenyekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ilahi kafa bi izzan an akuna laka abda wa kafa bi fakhran an takuna li rabba anta kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu. Kalia maneno matamu ya maimamu watukufu dua katika mafatihul jinan. Inatosha kwamba kuwa ni utukufu kwangu mimi, antakuna li rabba, wewe kuwa ni Mola wangu, inatosha kuwa ni utukufu na fahari kwangu mimi. Mwenyezi Mungu, anta kama uhibbu faj'alni kama tuhibbu, ewe Mwenyezi Mungu, mimi kama nitakavyo basi fanya wewe kama utakavyo wewe. Wewe nifanye utakavyo wewe, si unifanye nitakavyo mimi. Ni unyenyekevu wa hali ya juu. Kwa hiyo pia yapokelewa kwamba al-Imamu Ali bin Abi Talib alayhi salam alikuwa ni da'au, alikuwa ni mwenye kumuomba sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Silaha yao kubwa maimamu watukufu ilikuwa ni dua. Na hapa ndipo Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anatuambia kwamba ad-du'au silahul mu'min, dua ni silaha ya mu'min. Dua ndiyo kinga ya mu'min, dua ndiyo ngome ya mu'min, dua ndiyo hijabu ya mu'min, ndiyo ngao ya mu'min ambayo inamuhifadhi mu'min na balaa. Na ndiyo maana hapa al-Imam Ali bin Abi Talib alayhi salam anatuambia kwamba fa amma dua fayudfa'u bihi ankumul bala. Ukitaka kuondosha balaa, ukitaka kuondosha majanga, basi ni kushikamana na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kusoma dua. Pamoja hapo
kuna vitu ambavyo unaweza ukavifanya na ukaviandaa huku ukimuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe taufiki, akupe uwezekano kwa kuweza kupita ule mtihani. Yani leo unapokuwa umelima, unapokuwa unavuna, unapokuwa unatengeneza kitu, lazima kile kitu kiambatane na maombi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akupe taufiki katika lile swala ambalo unalolifanya. Kwa sababu kila kitu kimesimama juu ya taufiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu yeye ndiye ambaye anayefahamu mustakbali wa mambo yetu ambayo tunayoyafanya. Na tunapoona wakati mwingine tumemuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukaona hali ambayo sio, tukaanza kulaumu, basi huku ni kuingia katika kufuru. Kwa sababu unapomuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ukakutana na mtihani, huenda mtihani ule ni kukuepusha na lile jambo gumu au jambo baya ambalo huenda lingekukuta. Leo unaweza kumwomba Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, naomba unifikishe salama katika safari yangu. Wakati umeamka asubuhi ikapiga mvua kubwa, mafuriko, ukashindwa kusafiri. Ukasema balaa gani imetokea hii? La, ile sio balaa kwako. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala huenda amekukinga na baya ambalo lingekukuta wakati uko safarini. Yote hii inasimama katika kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ndugu zangu watukufu wa Kiislamu, tunapaswa zaidi katika mwezi huu wa Ramadhani kumuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kuwaombea wenzetu ambao waliokuwa katika majanga, katika balaa kubwa ulimwenguni leo hii. Wenzetu katika nchi ya Irani, wenzetu katika nchi ya Saudia, wenzetu katika nchi ya Kuwaiti, wenzetu katika nchi ya Iraki, wenzetu wote ambao ni Waislamu wenzetu wanapata majanga haya. Tunapaswa sisi kama ni Waislamu kuwaombea dua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aweze kuwaondoa katika yale matatizo ambayo wameingia leo hii ulimwenguni. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia ndani ya Qur'an ya kwamba wama khalaqtu aljinna wal insa illa liya'budun, wala sikuumba majini na watu isipokuwa ni kwa lengo la kuniabudu. Lengo hasa aliloumbiwa mwanadamu ni kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kuhakikisha ya kwamba anashikamana na mafunzo na malezi na utaratibu aliyoweka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakutuumba sisi isipokuwa ni kwa lengo la kumwabudu na kumuomba yeye, kwa lengo la kumnyenyekea yeye. Na haya ndiyo malengo makubwa ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwani mwezi wa Ramadhani ni mwezi ambao umewekwa kwa ajili ya kutupa tarbia, kwa ajili ya kutupa malezi. Jinsi gani, namna gani tutamtii na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni darasa na somo ambayo tunalipata ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na ndio maana Mwenyezi Mungu katika kufaradhisha saumu akasema ya kwamba ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam, enyi mlioamini kwa hakika mmefaradhishiwa kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama jinsi walivyofaradhishiwa na kuwajibishwa wale ambao waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili mpate kuishi katika toaa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhan ni shahru taqwa, ni mwezi wa kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tunajifunza namna gani ya kumcha Mwenyezi Mungu katika chakula, namna gani ya kumwogopa Mwenyezi Mungu katika maji, namna gani ya kumwogopa Mwenyezi Mungu katika jimaa,
namna gani ya kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika kuzungumza uongo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ni darasa ambalo tunalipata, somo ambalo tunalipata sisi. Leo kila mmoja ataogopa kunywa maji mchana wa mwezi wa Ramadhani, na utakapomuuliza atakwambia kwamba inni swaim, mimi nimefunga. Ataogopa kula kwa sababu ya kwamba amefunga. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alipomuona yule mwanamama akimtukana kijakazi wake, akimtukana binti wake, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akaita maji, akaita chakula aletewe, akamwambia kula. Mwanamke yule akamwambia Mtume kwamba inni swaima, kwamba mimi nimefunga. Yule Mtume wa Mwenyezi Mungu, Mtume akamwambia kaifa takunina swaimatan wa qad sababti jariyatak, vipi umefunga aliyekuwa umemtusi na kumtukana jirani, kumtukana kijakazi wako? Somu si kujizia kula na kunywa tu. Somu ni kujizia na kila ambacho kinachoitwa ni haramu, kila ambacho kinachoitwa ni maasi, ni kwa ajili ya kukutengeneza wewe mwanadamu, kwa ajili ya kukujenga wewe mwanadamu upate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Takwa si jambo jepesi. Takwa sio jambo jepesi. Ni jambo ambalo ni gumu, linahitajia kuipa nafsi kuwa ya ziada, nguvu ya ziada. Linahitajia kuvunja kila aina ya matamanio katika nafsi yako na kufata zile ambazo zinazoitwa kuwa ni mafunzo ya dini, kufata ule utaratibu wa dini. Ndio maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hakututaka tufunge, tujizuie na kula na kunywa tu. La, alitaka tufunge na tuondoke katika ulimwengu wa maasi, tuingie katika ulimwengu wa taa, la'allakum tattaqun, ili mpate kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu, ili mpate kunicha, mpate kuniogopa. Pale unapotaka kufanya jambo wakumbuka wewe kwamba mimi nilishafunga mwezi uliopita, nimefunga, nimemwomba Mwenyezi Mungu maghfira, nikamwomba Mwenyezi Mungu ya kwamba ayutawila umri fi taatihi, arefushe umri wangu katika kumwabudu na kumtii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwani anasema ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, sikuumba majini na watu isipokuwa ni kwa lengo la kuniabudu mimi. Hili ndilo lengo ambalo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuumbia, na ndilo lengo rasmi, na ndiyo sababu ya Waislamu kuwajibishiwa kufunga, wajifunze namna gani ya kumcha na kumwabudu Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na takwa maana yake ni fi'lu ma aujaba Allah, ma amara Allah, wa tarku ma naha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuacha yale ambayo aliyokataza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kufanya aliyowajibisha Mwenyezi Mungu na kuacha yale ambayo hayataki Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.